Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kuwa tayari sasa kwa ajili ya kusikiliza somo letu la wanafunzi na maandiko. Nitaomba kwa msaada wa Mungu. Haleluya. Mtakatifu Mungu Mwenyezi, uketie mahali pa juu palipoinuka, ni wakati mwingine Bwana tunapoenda kuingia katika darasa hili la shule ya wanafunzi wa maandiko, tunapoenda kujifunza neno lako. Tunahitaji Roho wako Mtakatifu kama kiongozi, akatusaidie Bwana, akatusaidie kufungua akili zetu na masikio yetu na kulipokea neno lako. Bwana, kanitumie tu kama chombo chako Mfalme, ili niweze kufikisha habari hizi Yesu. Wasaidie hata wanafunzi ambao wako mahali hapa Bwana, wakaweze kulielewa na kulitendea kazi neno hili la asubuhi ya leo, na kukaribisha mahali hapa Bwana, ukaseme na kila mmoja wetu kupitia somo hili, tukaweze kufunguliwa. Mfalme wa amani, Baba, na kualika wewe mwenyewe ukasimame kama mwalimu mkuu kiongozi. Simama pamoja nasi. Ninaomba na kuamini yote utaenda kuonekana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni katika shule ya darasa la wanafunzi na maandiko. Leo Oktoba ya tarehe 19 mwaka 2025, na somo letu ni 42. Somo letu linasema Petro na Yohana washtakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Petro na Yohana washtakiwa. Sasa hawa Petro na Yohana washtakiwaje? Tutaenda kuangalia jinsi Petro na Yohana walivyoshtakiwa na sababu za wao kushtakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya yote, tutaenda kusoma kweli ya Biblia. Kweli ya Biblia inasemaje kuhusu somo la leo? Kweli ya Biblia inasema Roho Mtakatifu hutupa ujasiri wa kumtii Mungu hata tunapokabiliwa na mateso. Roho Mtakatifu hutupa ujasiri wa kumtii Mungu hata tunapokabiliwa na mateso. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wetu wa kukumbuka ambao leo tutaenda kusimama nao unatoka katika kitabu cha Matendo 4 mstari wa 12. Unasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu tulopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo. Huo ni mstari wetu wa kukumbuka kutoka katika kitabu cha Matendo 4 mstari wa 12, ambao unasema wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo. Haleluya. Kabla ya kuendelea, nitapenda nikaribishe msomaji mmoja au wawili ambao ataenda kwenda kunisaidia kusoma katika kitabu cha Matendo ile sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 33. Karibu. Wakawatokea wakifadhaika sana, kwa sababu wanawafundisha watu na kuhubiri katika Yesu ufufuo wa wafu. Akawakamata, akawaweka gerezani hata asubuhi, kwa kuwa imekwisha kuwa jioni. Lakini wengi katika hao waliosikia lile neno waliamini, na hesabu ya watu waume ikawa 5,000. Hata asubuhi wakubwa na wazee na waandishi wakakusanyika Yerusalemu, na Anasi kuhani mkuu, na pia Kayafa pia na Yohana na Iskanda, na wote wale waliokuwa jamaa zake kuhani mkuu. Walipowaweka katikati yao, akawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina gani ninyi mmefanya haya? Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli, kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilolifanya yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa, jueni nyinyi nyote na watu wote wa Israeli, na kwa kuwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu.
Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Na wakimwona yule aliyeponywa akisimama pamoja nao, hawakuwa na neno la kujibu. Wakawaamuru kutoka katika baraza, wakafanya shauri wao kwa wao, wakisema, tuwafanyie nini watu hawa? Maana ni dhahiri kwa watu wote wakao Yerusalemu ya kwamba haina ishara mashuhuri imefanywa nao, wala hatuwezi kuikana. Lakini neno hili lisije likaenea katika watu na tuwatishe wasiseme tena na mtu awaye yote kwa jina hili. Wakawaita wakawaamuru wasiseme kabisa wala kufundisha jina la Yesu. Petro na Yohana wakawajibu ya kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe, maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Nao walipokwisha kuwatisha tena, wakawafungua wasione njia ya kuadhibu, kwa sababu ya watu, kwa kuwa watu wote walikuwa wakimtukuza Mungu kwa hayo yaliyotendeka. Maana umri wake yule mtu aliyefanyiwa ishara hii ya kuponya ulipita miaka 40. Hata alipofunguliwa wakaenda na kwa watu hao, wakawapasha habari ya mambo yote walioambiwa na wakuu wa makuhani na wazee. Nao waliposikia wakampazia Mungu sauti yao kwa moyo mmoja, wakisema, Mola, wewe ndiwe Mungu, ndiwe uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Nawe ulinena kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi mtumishi wako. Mbona mataifa wamefanya ghasia na makabila wametafakari batili? Wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. Maana ni kweli Herode na Pontio Pilato pamoja na mataifa watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu, uliyemtia mafuta, ili wafanye yote ambayo mkono wako na mashauri yako amekusudia tangu zamani atokee. Basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote, ukinyosha mkono wako kuponya ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Amen. Amen. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Tukiangalia hapo kwenye kitabu ambacho mpendo wetu leo ameenda kutusomea, kwenye hicho kitabu cha Matendo, ile sura ya 4 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 33, ndio tutaenda kupata habari ya hao kina Petro na Yohana, ilikuwaje mpaka wakajikuta wamekamatwa na wakawa wamepelekwa gerezani. Ukisoma kuanzia ile sura ya 3 utaona pale maandiko ambavyo yanakuambia kwamba Petro na Yohana, kwa sababu mojawapo mbili iliwachukua wakasababishwa kukamatwa, ni baada ya kumtendea muujiza yule mlemavu ambaye alikuwa amekaa pale mlangoni pa hekalu ambapo walikuwa wanapaita pazuri. Kwa alikuwa amekaa pale, na alipofika pale wa Petro na Yohana walivyomuona wakaona kama mbona amewakazia macho, na baadaye wakamwangalia kama amewakazia macho ili hali kama anataka kitu kutoka kwao.
wakamwambia neno moja tu, sisi hatuna cha kukupa ila simama na uende. Bwana Yesu asifiwe. Na hii habari ilivyokuja kuwafikia wale makuhani wale, ikaleta mkanganyiko, mambo yakawa magumu. Kwa sababu gani amefanya hivi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu walijua kabisa, walijua labda pengine hizi habari za huyu Yesu ameshaondoka basi zitaishia hapa. Hawakujua kama kuna watu ambao tayari ameshawasimamisha, ambao na walikuwa wapo tayari kuenenda na kutembea na huo wokovu ambao tayari alikuwa amekwisha kuachia. Bwana Yesu asifiwe. Viongozi wa Kiyahudi walionesha mwitikio hasi kuhusu mtu yule aliyekuwa kiwete kuponywa na Petro na Yohana katika sura ya 3. Kama pale ambavyo nimesema, waliona kwamba wengi walikuwa wamemgeukia Kristo. Huenda walitarajia kuwa wimbi hili kubwa la watu kuhamia kwa Kristo lingeishia hivi punde, lakini haikuwa kweli, bali yake ikawa kinyume chake. Bwana Yesu asifiwe. Walijua labda hili wimbi ni la muda tu, litapita, litaenda na watu watarudi na maisha yao kama kawaida, bila kujua kwamba hili wimbi lilikuwa ni la muda mrefu, kwa sababu Roho Mtakatifu kama kiongozi alikuwa ameachwa katikati ya wale wanafunzi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo viongozi hawa wakaitisha kikao, wakakubaliana kuwa hawezi kuipuuza hii hali. Kama tunavyoona katika ile sura ya 4, walitumia hofu na vitisho kukandamiza kazi ya mitume, lakini kwa nguvu ya Roho Mtakatifu Injili iliendelea kuhubiriwa kwa maneno ya matendo. Bwana Yesu asifiwe. Injili ilihubiriwa kwa maneno na matendo. Watu waliona matendo ya Mungu, watu vile vile waliambiwa habari za Yesu wakakubali, na wengine waliona ile miujiza. Kiasi kwamba ni kitu kilingekuwa cha kushangaza kwa ule muujiza ambao Petro na Yohana waliufanya kwa yule mtu pale, alafu wale watu wetu waliokuwa pembeni wasifuate huyu Mungu wa Petro na Yohana. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia yale matendo ambayo hawa mitume wa Yesu walikuwa wakiyafanya, yalifanya watu wengi sana wakaenda kwa nani? Kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tutaangalia vitu vichache. Cha kwanza tutaangalia kukamatwa kwa viongozi. Kingine tutaangalia tangazo la kijasiri la Petro, na vile vile tutaangalia maombi ya watu waaminifu, na mwisho tutamalizia na madhihirisho ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Twende tukaangalia katika kukamatwa kwa hawa viongozi ambao ni Petro na Yohana. Walikamatwa baada ya kuwa wamefanya vile, makuhani wakawa wamewaita, wakawa wamewakamata. Ungefikiri kila mtu angefurahi kwamba mtu fulani angeponywa. Kwa baadhi walikasirika kwa sababu muujiza huo ulifanywa na watu waumini wa ujumbe wa Petro na Yohana. Kwa kumbe wale Masadukayo walikasirika kwa sababu tu wangeyafanya wao isingekuwa kitu cha kawaida cha ajabu, lakini kwa sababu walifanya Petro na Yohana, wakahisi watu wengi sana wangefanyaje? Wangewafuata. Bwana Yesu asifiwe. Masadukayo hawakuamini juu ya ufufuo, hawakutaka wengine waamini. Bwana Yesu asifiwe. Wenyewe hawakuamini kabisa kwamba Yesu alikufa akafufuka. Kwa hiyo hawakutaka watu wengine vile vile waamini hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hawakutaka watu wengine waamini hivyo, na ndio sababu waliamua kuwafunga hao Petro na Yohana na kuwakandamiza kwamba hamna ufufuo, kwamba Yesu hakufufuka, kwamba hakuna matendo kama haya ambayo yangefanyika. Baadhi ya waumini katika miujiza kwa sababu hawaamini katika miujiza kwa sababu hawaamini Mungu asionekana, anayesikia maombi na kujibu. Huenda tunashangaa kuona kwamba Masadukayo walipigana na Petro na Yohana hata kama muujiza ule wa uponyaji ulithibitisha huduma yao kuwa ni ya kweli. Hata hivyo, lazima tukumbuke kuwa adui wa nafsi zetu ni mdanganyifu mkubwa wa mioyo ya wanaume na wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Adui wa kwanza ni mdanganyifu. Cha kwanza anadanganya mioyo ya wao wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu, kuna baadhi sasa hivi tumekuwa tukiona watu wanaombea watu wanatenda miujiza kwa nguvu zao. Pengine tunaweza tukasema kwa nguvu zao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama mtu wa Mungu ambaye unamwamini Mungu, ambaye umesoma Biblia vizuri, ukaona miujiza Yesu ambavyo ilikuwa ikitendeka, ukaona mambo ya wokovu ambayo yalivyokuwa yakienda zamani, hautaweza kudanganyika kwa namna yoyote ile. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwaminifu na Mungu anafanya. Yeye yule ambaye alitenda miujiza kile kipindi cha nyuma, hata leo ni huyo anatenda miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Bado leo hii kuna ndugu zetu ambao walikuwa ni wagonjwa na Mungu amewapa afya. Wengine walikuwa ni walemavu, lakini Mungu amewapa kutembea tena. Bwana Yesu asifiwe.
Sio kwa sababu tunamuona huyu Mungu anayefanya hivi, hapana. Hatumuoni, lakini tunaamini katika nguvu zake. Tumesoma Biblia, tumeona Mungu anafanya, Mungu anatenda. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini kuna sehemu umeshuhudia watu wengine wakiwa ni magonjwa ambayo hayawezi kupona kabisa kwa akili za mwanadamu. Daktari amemwambia hii kansa imefika mwisho, lakini kwa msaada wa Mungu akatembea tena, kwa sababu alikuwa akimwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo Masadukayo na maakida na makuhani wa ulinzi wa hekalu wakachukua Petro na Yohana na kuatia gerezani. Utaona hii process ambayo uenda ukisoma mstari wa 3 na wa 4 pale, utaangalia jinsi ambavyo waliwachukua wakaamua kuwaweka ndani, kuwafunga gerezani. Labda walitarajia kuwa hilo lingekwisha kuwakatisha tamaa wale waliomfuata mitume hawa. Yaani walihisi labda tukimchukua Petro na Yohana tukamfungia, hao watu hawatamuamini tena, wataendelea kuabudu kama ilivyokuwa desturi yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kinyume chake kilitokea. Badala ya kuogopa upinzani, idadi ya waumini iliongezeka hadi kufikia 5,000. Bwana Yesu asifiwe. Mateso mara nyingi huisaidia kazi ya Mungu. Mojawapo wa waanzilishi wa kanisa aitwaye Telfan aliwahi kusema, damu ya wafia dini ndiyo mbegu ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Mateso, maumivu yale ambayo unayapitia ndio yale ambayo bado yanatupa nini? Yanatupa nguvu kuendelea katika nini? Katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusikati tamaa watu wa Mungu. Ule muda ambao unapitia mateso ule, na ndio hapo na Mungu amekwambia kabisa niiteni wakati wa mateso. Bwana Yesu asifiwe. Ule wakati ambao tunapitia changamoto kama kanisa, tunapitia mambo mengi kama kanisa, ule ndio wakati ambao Bwana anaipima mioyo yetu kwamba ina imani kiasi gani. Huyu mwandishi mmoja, watu ambao walikuwa wakianzisha masuala ya kanisa, alisema damu ya wafia dini ndio mbegu ya kanisa. Wale watu ambao wanajitoa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini wewe moyo wako ukikaa ukiuchunguza, ni kwa kiasi gani unajitoa kwa ajili ya kazi ya Bwana? Ni kwa kiasi gani unajitoa kwa ajili ya kanisa la Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Moyo wako una nini? Je, una shauku gani kwa ajili ya hii kazi ya Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Yumkini hichi kipindi ambacho Petro na Yohana walikuwa wakipitia matatizo kule gerezani, ndio kipindi ambacho walipata nafasi ya kumuomba Mungu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Jamani watu wa Mungu, tunajua kabisa kuna ule wakati ambao tunapitia changamoto ngumu kwenye familia, makazini, kwenye mazingira yanayotuzunguka, na ndio ule wakati ambao unasema, yani ule wakati niliomba mimi, nilifunga na Mungu akanionekania. Bwana Yesu asifiwe. Ndio huo wakati ambao wakati ulikuwa mgumu kwa Petro na Yohana. Waliomba, na cha ajabu zile nguvu ambayo walikuwa nayo ilisababisha ikateka mioyo ya hao waumini ambao walikuwa wakiwafuata, na wengine wakaongezeka zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na hao waumini ndio wakaja wakasaidia hata kutolewa kwa Petro na Yohana gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Tujiulize swali moja. Kwa nini Masadukayo walifadhaishwa na Petro na Yohana kuhubiri injili juu ya ufufuo kutoka katika wafu? Ni kwa nini Masadukayo walifadhaishwa kuhubiri ufufuo kutoka katika wafu? Bwana Yesu asifiwe. Masadukayo hawakuamini juu ya ufufuo wa wafu na Petro na Yohana. Walikuwa wakipata wafuasi wengi kutokana na miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kumbe hawa walifadhaishwa kwa sababu hawakuamini kwamba kuna ufufuo. Jinsi walivyokuwa na mioyo migumu. Wameshuhudia kabisa mtu wamemuua, wakamuweka kwenye kaburi, wakaeka na walinzi. Wakashangaa amefufuka, ametoka, lakini bado hawakuamini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mlemavu, yule kiwete aliyokuwa pale kwenye ule mlango wa udhuri, ni kila siku walikuwa wakipita pale, lakini hakuna hata mtu mmoja ambaye aliwahi kumwambia inuka uende. Lakini hao watumishi wa Mungu wakamuinua kupitia nguvu ya nani? Ya Yesu Kristo aliye hai. Lakini bado hawakuamini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende tukaangalie kipengele cha pili ambacho tulisema tutaangalia tangazo la kijasiri la Petro. Petro alitangaza tangazo la kijasiri. Akiwa kule gerezani, aliongea tangazo la ushujaa na la ujasiri mbele za wale watu wote.
na mbele za wale Masadukayo, ambao kwa namna nyingine hata wao Masadukayo walishangaa. Bwana Yesu asifiwe. Siku iliyofuata viongozi wa Kiyahudi wakawaleta Petro na Yohana katikati yao ili kuwahoji. Wakauliza kwamba ni nguvu gani ulifanyia muujiza ule. Ukisoma katika ile sura ya 5 na sura ya 7 utaangalia pale. Wakawa wanauliza ilikuwaje? Maana wenyewe wametafakari, wameshindwa kuelewa kwamba ilikuwaje. Tunaposoma majina ya wale waliohusika tunaweza kukumbuka kuwa walimkabili Yesu kabla ya kusulubiwa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Ni wale ambao ndo walikuwepo katika wale watu ambao walimkabili Yesu katika kuteswa kwake, kusulubiwa. Ni wale watu ambao walitoa go ahead, nendeni mkamsulubishe. Ndo wale ambao walikuja pale wakaanza tena kumuuliza Petro na Yohana, ilikuwaje? Mlitumia nguvu gani? Kwa namna gani ambao mliweza kufanya mpaka huu muujiza ukatendeka? Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma kile kitabu cha Yohana 18 sura ya 12 mpaka 14. Kama kuna mtu mmoja anaweza kunisaidia kusoma kitabu cha Yohana sura ya 18 mstari wa 12 na wa 14. Yohana 18 sura ya 12 mstari wa 14. Karibu. Mungu akubariki. Unaangalia kwamba hawa watu ambao waliwaita Petro na Yohana, hawa makuhani, ndio wale ambao walihusika katika kutoa go ahead ya kwenda kumsulubisha Yesu. Ndio hawa leo hii wamewaweka tena wanafunzi wa Yesu ambaye ni Petro na Yohana, wakiwauliza ilikuwaje? Mlitumia nguvu gani kufanya huu muujiza? Lakini walikuwa na wasiwasi mkubwa sana kuhusu kupotea kwa mamlaka yao. Walikuwa wanajua uaminifu wa watu kwao utatoweka na uaminifu utakuwa juu zaidi ya wale mitume wa Yesu. Na ndio maana waliona kwanza, hebu njoeni hapa tukae tuambizane ilikuwaje. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu walijua labda baada ya kumsulubisha Yesu itakuwa imeisha, bila kujua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na yeye ni Mungu. Alishuka na bado baada ya kuondoka akatuachia Roho Mtakatifu kama msaidizi. Na yule Roho Mtakatifu alikuwa juu ya hawa wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Kiasi kwamba aliwapa mamlaka ya kwenda kufanya miujiza ile ambayo yeye alikuwa akifanya kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wasiwasi wao mkubwa ilikuwa ni kwamba hawa watu, kwa sababu tulimsulubisha Yesu, na bado wamekuja tena hawa watu wanafanya matendo yale ambayo alikuwa yakiyafanya yule ambaye wanasema amefufuka. Sasa uaminifu wetu kwa watu utapungua. Bwana Yesu asifiwe. Uaminifu wetu kwa watu utapungua. Kwa walikuwa wanajua kabisa kwamba tukiendelea kuwaruhusu hawa watu wakaendelea kuhubiri,
bila kujua sababu hasa, hatutapoteza uaminifu wetu kwa watu. Ndio maana wakamuita Petro, akamuuliza unatumia nguvu gani? Na Petro na yeye akawajibu kwa ujasiri mkubwa kabisa, akitangaza kuwa kwa jina la Yesu muujiza ule ulikuwa umefanyika. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu ambacho kiliwashangaza, inaonekana kwamba huyu Yesu mlomsulubisha tumewaambia amefufuka, ameenda mbinguni. Sasa kupitia jina lake, bila yeye kuwepo, huyu mtu amefanyaje? Amepona. Bwana Yesu asifiwe. Zaidi ya hayo, viongozi hao walihusika na kifo cha Yesu. Wakanukuu kutoka katika maandiko akisema, yeye ndiye jiwe lile lililozalauliwa na ninyi waasi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro kwa ujasiri ambao kiasi kwamba ulizidi kuwachanganya hao makuhani. Kwa jina la Yesu, Yesu huyu ambaye tulimsulubisha na mkasema amefufuka. Yamkini walikuwa hawaamini. Nafikiri walikuwa hawaamini kabisa kwamba alifufuka akaenda mbinguni. Na ndio maana kuna wakati mwingine walisema walimuiba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yamkini walikuwa wanajua kabisa huyu atakuwa, hawajui habari, hawana ushahidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kupitia hili jina la Yesu ndo bado linatenda kazi. Jina lake tu bila yeye mwenyewe kuwepo bado linatenda kazi. Bado wakaendelea kujiuliza. Baada ya kusikia haya, wakashauriana wao kwa wao wasijue namna gani watakavyoweza kudhibitisha vuguvugu hili lenye nguvu. Waliogopa kuwadhuru kwa sababu waliungwa mkono na watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa tu wanawaza hawa watu sasa tukisema tuwadhuru, tuwape adhabu, tuwape nini, watu wengi wapo juu yao, wapo nyuma yao, wanawaunga mkono, pengine ingetuletea sisi shida kama viongozi. Tena waliweka pia kuona kwamba mtu aliyeponywa kimeujiza. Kwa hiyo wakaamuru wasizungumze tena jina la Yesu. Kwa hiyo wakawaambia kabisa, sasa sawa, mmefanya, tunaweza tusiwadhuru, lakini tunawaamuru sasa kupitia mamlaka yetu, zungumze tena habari za Yesu. Msije tena mkatamka jina la Yesu mahali popote muujiza ukatokea. Petro akakataa. Akasema hapana, kwamba ni haki mbele ya Mungu kuwasikiliza nyinyi kuliko Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Petro akaona awaambie sawa, lakini unafikiri ni haki kuwasikiliza nyinyi kuliko Mungu? Basi hukumuni. Wakakubali wahukumiwe, lakini sio kuacha kulitaja jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine wenye mamlaka hutuamuru tufanye mambo wanayoyaingilia kwa imani zao na tumaini letu kwa Mungu. Katika kadhia hizi imetupasa kumtii Mungu hata kama yaweza kuwepo matokeo. Na kama wale wanafunzi wangetupa kuikubali kwa unyenyekevu adhabu itokanayo na mwenye mamlaka, wale wanafunzi walikubali kifungo na vipigo, wangepigwa wakati hawakuweza kumtii Mungu. Walichagua kuikubali adhabu yao na kuvunja sheria. Bwana Yesu asifiwe. Hao wanafunzi walikubali, tupigeni, tufungeni, tupeni adhabu yoyote, lakini sisi hatuwezi kumtii nani? Mungu. Watu wa Mungu bado tunarudi. Tukirudi kwenye ule mstari wetu kweli yetu ya Biblia, nakwambia Roho Mtakatifu anatupa ujasiri. Unafikiri huu ujasiri ulikuwa umetoka wapi? Kiasi kwamba Petro akapata nguvu ya Petro na Yohana wakapata nguvu ya kuongea kwa ujasiri kwa watu wao, kwamba kama mnaweza mtupige, tupigeni. Kama mnaweza mtuue, tufanyeni vyovyote vile, lakini hatuwezi kufanyaje? Kuacha kumtii Mungu. Roho Mtakatifu ni mwaminifu kwenye maisha yetu. Roho Mtakatifu anatupa ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Anatupa ujasiri wa kumtangaza Kristo. Tukiwa na Roho Mtakatifu hatutaogopa watu wa Mungu. Tukiwa na Roho Mtakatifu hatutakuwa na mashaka na vile vitu ambavyo tunavifanya. Zaidi ya yote tutafuata yale maelekezo ambayo Roho Mtakatifu anatupa. Bwana Yesu asifiwe. Twende tukaangalia kipengele kingine ambacho ni maombi ya watu waaminifu. Wale viongozi waliwatishia Petro na Yohana, wakawaachia waende zao. Waliwatisha tu afu wakaamua waache waende zao. Ukisoma ile mstari wa 21 na 22 utaona pale. Ingekuwa ngumu kuadhibu kwa sababu umma ulikuwa umeuona ule muujiza mkubwa walikuwa wameufanya kwa kumsifu Mungu. Hivyo wenye mamlaka waliwaogopa watu, hata ingawa walitamani kunyamazisha Petro na Yohana. Petro na Yohana wakarudi
kwa wanafunzi wengine wakawaarifu kilichotokea. Wanafunzi kusikia taarifa hiyo hawakupanga maandamano ya kupiga mateso yao, wala hawakutuma barua kwa gavana wakidai haki zao. Badala yake waliomba. Bwana Yesu asifiwe. Hao wanafunzi wakajua kabisa, ukija kusoma Biblia inakuja kutuambia kwamba vita vyetu sisi sio vya damu na nyama. Kwa wenyewe wakaamua kwamba sisi hatutaandamana, hatutatuma barua. Zaidi ya yote tutaenda kumshtakia nani? Mungu ambaye ndo kiongozi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati unapitia changamoto, haina haja ya wewe kutoka kwenda kupigana nao au kuwafesi. Ngoja niende nikawachane ukweli, ngoja niende nikawaambie ukweli, kwa nini wanifanyie hivi? Hapana, nenda kwa Mungu, rudi magotini, rudi kaa mahali pasirini wewe na Roho Mtakatifu, zungumza. Anasema haja zenu na zijulikane. Bwana Yesu asifiwe. Zungumza, rudi magotini, mwambie Roho Mtakatifu, wewe ndio kiongozi wangu, wewe ndio mwalimu wangu, wewe ndio kila kitu kwenye maisha yangu. Sasa hawa watu na kuachia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haina haja ya wewe kurudi. Hawa wanafunzi walivorudi kwa wale wanafunzi wenzao na wale watu wengine walivyoambia zile habari, kwa sababu tayari walikuwa wameshapewa maagizo kwamba msitumie tena jina la Yesu. Yamkini walikataa, lakini ilikuwa ni maagizo kwamba msitumie tena. Pengine wangeweza tena kuhubiri kupitia jina la Yesu, wangepewa adhabu nyingine zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kupitia imani ambayo walikuwa nayo, wakasema sawa, tumeambiwa tusitakie jina la Yesu. Sasa haina haja ya kutoka sisi twende kwa gavana tumpelekee barua, kwa nini hao watu wametufanyia hivi? Tunaenda tunamshtakia Mungu mkuu mwenyewe, ambaye ndio kiongozi, ambaye ndio yupo juu ya yote. Bwana Yesu asifiwe. Angalia imani kubwa ya unyenyekevu kwa Mungu katika maombi yao. Bwana Yesu asifiwe. Waliomba kwamba Petro na Yohana wabaki kuwa jasiri katika kuhubiri kwao. Bwana Yesu asifiwe. Maombi manyenyekevu ya watu wa Mungu. Waliwaombea Petro na Yohana waendeleze ule ujasiri ambao walikuwa nao, wasiwe waoga. Bwana Yesu asifiwe. Wanapoifanya kazi ya Mungu, yani walichokiomba kikubwa ni ujasiri ndani ya Petro na Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ulishai kupitia changamoto, pengine unafanya kazi ofisini, alafu bosi wako akawa amekufanyia kitu ambacho kiukweli ukikiangalia haikuwa haki wewe kufanyiwa hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Badala ya wewe kuogopa, ukamfuata bosi wako kwa ujasiri, ukamwambia hapana, haikuwa hivi, natakiwa iwe hivi na hivi, hichi kitu kipo kinyume, hili jambo sijalifanya, hili jambo nimekosea. Hivi unafikiri ukiwa na Roho Mtakatifu atashindwa kukusikiliza? Hapana. Wewe ni unachokifanya ni kutumia Roho Mtakatifu akupe ujasiri, na ule ujasiri utamshangaza. Bwana Yesu asifiwe. Shetani mwenyewe anatushangaa sisi kwa ujasiri tulionao. Tunamkataa shetani na nguvu zake. Hawa watu wanajiaminije? Kwa nini wananikataa? Bwana Yesu asifiwe. Na maana hawa watu wa Mungu wakaendelea kuwaombea hawa watu waendelee kuwa na ujasiri, wasipungukiwe ujasiri wa namna yoyote kwenye maisha yao. Na walijua kupitia ujasiri ambao Roho Mtakatifu atawapa, Mungu atawapa ile nguvu ya ujasiri, hakuna jambo ambalo watashindwa kulifanya. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa na ujasiri tunakuwa na sauti za mamlaka. Tunasimamisha hata vile vitu ambavyo haviwezi kusimama kwa wakati huo. Ukiwa na ujasiri, si ndio maana unaweza kuliambia pepo toka na likatoka? Kwa nini linakutii? Kwa sababu una ujasiri. Na linashangaa huyu mtu ana ujasiri kiasi gani cha kuniambia mimi toka. Anajua huyu mtu mimi nimetembea naye kiasi gani. Anajua nimeharibu maisha yake kiasi gani. Kwa nini leo tukirahisi aniambie? Ukiwa hauna ujasiri tabaki. Ndio maana unakuta kile kipindi mchungaji, nakumbuka kule kanisani alikuwa anasema, ndio unakuta kile kipindi ambacho umeenda kuliombea pepo linakushangaa. Nitoke niende wapi? Umeona? Yaani linakuuliza, linakuona mbona huyu kama anaongea tu alafu hana kitu chochote yani cha kunitisha mimi. Lakini ukiwa na ujasiri ukiliamua, yani ukiwa na ujasiri, pepo halitakuuliza maswali yote. Litatii mamlaka na kuondoka. Litatii mara moja, litaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu litajua kabisa hapa huyu ndo mwenye eneo. Huyu mtu sitaki kukaa naye hapa, ngoja niondoke. Bwana Yesu asifiwe. Waliomba kwanza miujiza iendelee kuonekana. Haya ndiyo mambo yale yaliyochochea ghadhabu ya wenye mamlaka. Bado hiki ndicho walichokiomba Wakristo wale. Walikuwa maombi ya kweli ya imani. Tukisoma pale sura ya 29, yule mstari wa 29 na wa 30 utaona maombi ambao waliyaomba. Kutokana na maombi yao tunaweza kujifunza namna katika tunapokabiliwa na mateso. Lazima tulikatae jaribu la kuomba kwamba Mungu
aimwage ghadhabu yake juu ya watesi wetu. Vivyo hivyo maombi yetu hayatakiwi kulenga kwenye kuyatoroka mateso. Kipindi napitia hili somo nikajifunza kitu kimoja cha ajabu sana ambacho sikuwahi kufikiria, kwamba sio tu kila siku umepitia changamoto wewe unarudi kwenye ile Zaburi ya 35 naambia Mungu wafedheshe, waangushe wote. Kumbe Bwana sio lazima, yani sio lazima tuendelee kuomba Mungu kwamba amwage tu ghadhabu, yani wale watu ambao wanakutesa kwenye maisha yako, wale watu wanaokusumbua, basi tu wawafedheshe, waaibishe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe sio sawa kwa namna nyingine, Bwana Yesu asifiwe, kuwaombea watesi wetu wapitie mambo makubwa, mambo magumu. Hiyo inakuwa ni njia ya kuyatoroka mateso. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tunavyofanya hivyo tunakuwa tunayatoroka mateso. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui mnanielewa watu wa Mungu, wanafunzi. Tukifanya hivyo tunayatoroka mateso, na hatutakiwi kuyatoroka mateso kwa sababu ni sehemu ya safari ya Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni moja kati ya safari. Yaani ili uwe Mkristo safi, lazima kwanza upitie huko. Unakumbuka Yesu ilibidi apige magoti amwambie Mungu, ikiwezekana hichi kikombe kiniepuke. Hiyo ni njia ya kutoroka mateso. Kama Mkristo lazima upitie huku, lazima ukutane na changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Usiendelee tu kuwaombea watu wafedheshe, waangushe. Wakianguka nani atakujaribu hapa ili uweze kusimama katika imani? Nani atatembea na wewe hapa ili aweze kuisimamisha imani yako isimame kuwa thabiti? Wale watu ambao wanakukataa, wale watu ambao wanakudharau, wale watu ambao wanakutukana, ndio hao wanaoifanya imani yako ifanyaje? Isimame. Haleluya watu wa Mungu. Badala yake sasa tumwamini Mungu kwa ajili ya ujasiri na kwa ajili ya ishara na maajabu. Bwana Yesu asifiwe. Nilivyokuwa nikilipitia hili somo mpaka nilishangaa, nikajikuta hadi na furahi sasa. Nikasema kumbe ili uwe Mkristo safi, sio tu Mkristo safi, ili uweze kwenda mbinguni, uungane na wale wazee 24, lazima kwanza upitie huku chini, lazima uteseke. Safari ya mbinguni sio rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe sitakiwi kuyakataa yanayoyapitia, bali natakiwa kuyafurahia. Sasa nayafurahia kuwa jasiri katika hili nitashinda. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya hivyo unamwaibisha shetani, yeye mwenyewe anakuachia. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Hebu tujiulize kitu kimoja. Unafikiri wale waumini waliomba nini? Ni kitu gani ambacho walikiomba kwa Mungu kwa ajili ya hawa Petro na Yohana? Waliomba kwa ajili ya ujasiri na utendaji muujiza, mambo ambayo yangesaidia katika kumtangaza Kristo. Hawakuomba kwamba hebu wale Masadukayo wafe wote wale waanguke. Hapana. Wenyewe waliwaombea tu Petro na Yohana wazidi kuwa wajasiri, na ule ujasiri wao utaenda kuokoa watu wengi, na kupitia miujiza ambayo itafanyika kupitia Petro na Yohana watu wengine wataokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Amina. Twende tukaangalia kitu cha mwisho. Madhihirisho ya nguvu ya Mungu. Walipokwisha kuomba maombi haya makuu ya imani, waumini walipata mguso mkubwa wa Roho Mtakatifu. Wakapokea nguvu ya ujasiri ya kumtangaza Kristo waliopotea. Kristo waliopotea. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8, utaangalia maombi ambao waliyaomba hapa watu wa Mungu. Ona kilichofuata badala ya mguso huu mkubwa wa Roho Mtakatifu. Maandiko yameandika kuwa watu wale waliokuwa na umoja walijidhabihu ili kutazana. Mstari wa 32. Hebu tufungue pale Matendo ile sura yetu ya 4 ule mstari wa 32. Tuangalie. Maandiko yanasema, na jamii ya watu walikuwa na moyo wa umoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alichonacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Roho Mtakatifu alishuka katikati yao. Mambo haya mawili
yanaenda pamoja. Roho Mtakatifu anapotugusa tunaitikia kwa huruma na upendo kwa waamini wenzetu. Roho atatutetea pamoja. Hii ilikuwa kweli katika siku ya Pentekoste. Waliona mahali pamoja kwa umoja. Walikuwa mahali pamoja kwa umoja. Walikuwa na moyo mmoja kwa nia moja. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu tufanye kazi kwa umoja, kwa pamoja, na Roho Mtakatifu atashuka katikati yetu. Na nguvu ya Mungu itashuka katikati yetu. Na Mungu hatatuacha. Bwana Yesu asifiwe. Ugomvi na mkanganyiko huwapora watu wengi nguvu ya Mungu. Tunapokuwa na mafarakano katikati yetu, tunapokuwa na magomvi, nguvu ya Mungu haiwezi kukaa katikati yetu. Ila tukiwa tunafanya kazi kwa umoja, tunafanya pamoja, Mtakatifu anashuka na nguvu ya Mungu inatembea katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini kuna mahali umeenda, mbona haya mambo yangu hayapo sawa? Kuna mwenzako ambao hamuendi pamoja na mtakiwa muwe pamoja kama watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie kulitimiza neno lake. Mungu atusaidie kuifanya kazi yake. Mungu atusaidie kuenenda pamoja naye na tusiweze kumwacha kwa namna yoyote. Maana tunaamini kwa akili zetu na mawazo yetu hatuwezi sisi wenyewe. Waumini wale wa kwanza walishirikiana vyote walivyokuwa navyo. Sisi pia tunapaswa kuwa tayari kuwagaia wengine kile tulichonacho. Bwana Yesu asifiwe. Usikae tu ukajifungia wewe peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka nikiwa mdogo kabisa. Sikumbuki nilikuwa nina miaka mingapi, lakini siku moja alikuja mchungaji mmoja kutoka nje kule kanisa ambalo tulikuwa tunasali kule nyumbani. Akasema kwamba kwa nini anaifanya kazi ya Mungu? Kwa sababu amefanya kazi akajikuta ameweza kuweka pesa ambayo anaweza akala yeye na familia yake hadi wajukuu zake mpaka akafa bila kufanya kazi yoyote. Hasa akaona hiyo haitoshi. Sawa, nimepata, lakini vipi kuhusu watu wengine? Inabidi nitoke niende Tanzania nikahubiria watu kupitia hizi hela. Zitakapoishia ni hapo Roho Mtakatifu ataniongeza wengine. Na nakwambia toka kazi ya Mungu hajai kupungukiwa kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Tunapowasaidia wengine, tunapoombea wengine, hatuwezi kupungukiwa na kitu chochote kwenye maisha yetu. Zaidi yale mambo mengi ambayo tutayafanya yatakuwa ni baraka na yatatuongezea baraka kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi pia tunapaswa kuwa tayari kuwagaia wengine kile tulichonacho. Kwa pamoja tunaweza kushughulika katika kazi ya kushuhudia neema ya upendo unaopatikana ndani ya wokovu wa Yesu Kristo. Tusome mstari ule wa 33, unasema, na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi na kwa neema nyingi ikawa juu yao wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unafikiria kama hao wanafunzi Yesu angewaachia sawa habari afu akaamua kukaa nazo ndani wenyewe, ule wokovu akaamua kukaa nao ndani wenyewe, labda kwamba wanasubiri familia zao mgonjwa aume waende wakamuombee wao peke yao, ndugu yao anaumwa hivyo, yani hawataki kutoa habari za watu wengine, tusingekuwa hapa nafikiri. Kwa upendo wao mwingi ambao walikuwa nao na ile neema ya wokovu ambao Mungu alikuwa amemimina ndani yao na aliwajua. Kwa sababu Biblia inasema nalikujua tangali ukiwa tumboni mwa mama yako, si ndio hivyo? Kwa alijua mioyo ya hao watu na ndio maana akawaachia waende. Na hao watu wakatusambazia sisi upendo mpaka leo hii tunafanya kazi kwa umoja, tunafanya kazi kwa pamoja na kazi ya Mungu inaenda. Watu wa Mungu tusiishie kukaa tu kanisani. Tusiishie kukaa tu tukatulia tusiwaambie watu habari za Yesu. Tuwaambie huyo Yesu yupo na anatenda na anafanya kazi ya Mungu. Na naamini kila mmoja wetu tukipeana assignment kwamba kila mmoja wetu achukue hii assignment aende akamwambie watu 2 3 habari za Yesu, na amwambie matendo makuu ambayo Yesu anafanya, amwambie miujiza ambayo ilikuwa ikifanyika kipindi kile hata leo hii inafanyika. Naamini tutajaa hivi vita havitabaki hivi kama sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Twende tukaangalie kweli ya wiki hii. Tuishi kweli hii. Muombe Mungu atutie nguvu ya Roho Mtakatifu na akupe hekima ya ujasiri wa kushuhudia katika mateso na dhuluma. Bwana Yesu asifiwe. Tumuombe tu Mungu. Katika wiki hii yote tutembee tukimuomba Mungu atupe ujasiri, na kupitia ule ujasiri tutaweza kuyashinda yale matendo yote ya dhuluma. Zile haki ambazo ilibidi ziwe zetu na zikakolwa na watu wengine. Tukiwa na ujasiri wa Roho Mtakatifu tunaweza kufanyaje? Kuyashinda. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maswali hapa watu wa Mungu, twende tukasikilize na tuweze kujibiza, tupeane uelewano na watu wote.
kwa sababu darasa naona limekaa kimya muda mrefu. Kwa hiyo karibuni twende tukasikilize haya maswali na kila mmoja nitapenda achangie. Kwa nini kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo ni muhimu sana? Unafikiri ni kwa nini kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo ni muhimu sana? Karibuni watu wa Mungu. Kila mmoja anafikiri anajibu na anajua umuhimu. Kwaona ukitupa umuhimu wako, kila mtu akitupa, tutapata namna nzuri ya kujua. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kufa na kufufuka kwa Yesu kuna umuhimu kwa sababu kwa kufa kwake pale inatambulisha kwamba ilitakiwa sisi ndo tufe, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo ilitakiwa yeye afe kwa niaba yetu ili sisi tukombolewe, na ndio maana alikufa. Na kufufuka kwake inamaanisha kwamba ameshinda mauti, ametushindia sisi mauti. Kwa hiyo sisi hatuna namna yoyote ya kufa kwa sababu Yesu alifufuka. Na ndio maana tumeambiwa kwamba ijapokuwa tutakufa katika huu mwili, lakini tunaishi milele, kwa sababu Yesu tayari alishakufa kwa ajili yetu. Kwa hiyo sisi tunaishi milele. Amen. Kwa hiyo kumbe kufa kwa Yesu ni muhimu. Kufa na kufufuka ni muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mwingine karibu kaka. Amen. Tumpigie makofi jamani. Haleluya. Kwa kumbe kitu kingine ambacho tunakipata hapa kwamba kufa na kufuka kwa Yesu ni muhimu, kwa sababu wanadamu wengine pengine anafikiria labda ili changamoto mbona ni kubwa sana, bila kujua kwamba kumbe tatizo kubwa Yesu alikufa akafufuka. Yaani hicho kitu ndio cha ajabu ambacho hakiwezi kutokea na hakijawahi kutokea na kimetokea kwa Yesu. Kwamba kumbe hata hii shida kubwa ambayo inanisumbua inaweza kusofika, inaweza kuisha sasa. Bwana Yesu asifiwe. Mbarikiwe watu wa Mungu. Twende tukaangalie swali jingine. Ni kwa nini watu wanaweza kukataa kuamini hata baada ya kuona miujiza? Hivi nafikiri kwa nini watu wengine wanaona, wanashuhudia, pengine ni bibi yake, ni babu yake, ni baba yake ameweza kuponywa akapona, lakini bado mtu anakuwa mgumu kuamini. Hivi unafikiri ni kwa nini? Kwa nini watu wanakuwa na hii mioyo migumu, hawataki kuamini? Yaani mtu kashuhudia ila hapana bado. Hivi unafikiri ni kwa nini? Karibuni. Karibuni watu wa Mungu. Hivi unafikiri ni kwa nini? Kwa nini mtu karibu Elhanan? Karibu.
Asante sana mchungaji, tumpigie makofi. Wakati mwingine wasioamini hawatatilia maanani miujiza ili kupinga Ukristo. Bwana Yesu asifiwe. Hawatatilia maanani miujiza ili kupinga Ukristo, bali watatafuta tu njia nyingine ili kupinga. Bwana Yesu asifiwe. Sio miujiza ambayo itawatisha wenyewe kwamba washinde kupinga Ukristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wameshuhudia, waliangalia kipindi Yesu ameenda kumuokoa yule binti ambaye alikufa akamfufua akainuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bado walimkataa. Wakapanga mipango ya kurudisha. Kwa hiyo watu wakitaka kupinga hawataangalia miujiza. Kwamba eti kwa miujiza tu ndo tushinde kufanya, hapana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vingine vingi ambavyo wataviangalia. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kitu kingine, kwa nini tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu kila siku? Mimi nafikiri ili jibu kila mtu analo. Kwa nini unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu kila siku? Kila siku tunamwomba Roho Mtakatifu. Kwa nini unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu kila siku? Karibu dada Rachel. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu kwa sababu Roho Mtakatifu nguvu yake inatupa sisi ujasiri, kama ambavyo ilikuwa kwa Petro. Bwana Yesu asifiwe. Petro na Yohana walivyoitwa, Roho Mtakatifu ndio alisimama juu yao na akawapa ujasiri wa kukataa yale ambao walikuwa wakipewa maelekezo ambayo yalikuwa ni kinyume na maagizo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji nguvu ya Mtakatifu ifanye kazi ndani yetu kila siku, kwa sababu ndio inayotupa sisi ujasiri wa kuifanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoondoka na kweli ya hii, tukimwomba Mungu atutie nguvu kwa Roho Mtakatifu, atupe hekima na ujasiri wa kushinda katika mateso na dhuluma. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu asimame pamoja nasi. Roho Mtakatifu anasimama pamoja na sisi ni kama tu tutaishi maisha ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ashuki mahali ambapo sio pasafi. Kama tutaishi maisha ya utakatifu na tutaishi maisha ya unyenyekevu, Roho Mtakatifu hatatuacha, atasimama na sisi, atatembea na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alibariki neno lake. Mungu alibariki darasa. Mungu awabariki wanafunzi. Wakati namkaribisha mchungaji kuja kumalizia, nitaenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya somo la leo. Bwana Yesu, nakushukuru, asante kwa kuwa umeonekana, umekuwa pamoja nasi. Asante, asante, asante Bwana Yesu. Tunaendelea kukusihi wewe Roho Mtakatifu tembee na sisi, usituache. Tupe maelekezo, tupe maonyo. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa kuwa tunaamini unaenda kusimama na sisi kuanzia wiki hii inayoenda kuanza kesho, na hata katika ibada inayoenda kuanza wakati huu. Tunakualika wewe ukasimame. Tunaalika nguvu ya Roho Mtakatifu ikatembee nasi Bwana. Tunakukabidhi ibada hii, tunakabidhi mioyo yetu mbele zako. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Mungu awabariki.